Kuna mtu analipuka saa hii. Yani sasa hivi unapata ufunuo, unabadilisha maisha yako. Sawa sawa. Saa zingine ukisikia tunasema katika jina la Yesu Kristo uelewi. Kwa sababu saa zingine wengine jina la Yesu Kristo umeliweka kama kibwagizo, umeliweka kama koma. Saa zingine baba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mpaka limekosa maana. Lakini nimesikia tu ghafla ameniambia kabla hujaendelea, hebu teach them about Jesus. Wafundishe kuhusu Yesu. Na nafundisha kuhusu Yesu, alafu unapokea upako wa maombi. Kwa sababu your prayer life is going to change through what I'm going to talk now. Hawaja nielewa. Nimesema ukielewa hiki ambacho ninakwenda kuambia masheshe, kwanza wokovu wako unaenda kupokea ladha nyingine mpya now. You are going to enjoy life now. Hallelujah. Nataka kufundisha kitu ambayo it will change your prayer life. Sawa sawa? Itabadilisha maisha yako ya kimaombi, itabadilisha imani yako. Amina. Utaanza kumwangalia Yesu kwa namna tofauti. Alafu vitu vyote, sema vitu vyote. Yani ardhi, anga, pesa, mali, kila kitu kinaenda kubadilisha mtazamo leo. Hebu kama wanafunzi, hebu tuanzie 15. Tusome kwa sauti. 1, 2, 3. Twende. Hebu anzia 14. Nione. 14 achana. Turudi 15. Wangapi huyu naye wanamuelewa kwamba ni nani? Huyu naye anaongelewa ni nani? Toa sauti. Umepatia. Kwa sababu ukitokea kule juu utajua alikuwa anaongelewa ni Yesu. Unajua kuanzia maandiko katikati unaweza ukapoteza maana. Kule juu alikuwa anaongelewa ni Yesu. Sema alikuwa anaongelewa ni Yesu. Kwa nini napenda kuambia mtoe sauti? Huwa kwenye ulimwengu wa roho kuna maana sana ukitoa sauti yako na wewe mwenyewe ukajisikiliza. Ndio maana ninaambia ongeza sauti. Sawa sawa? Sio kwa sababu na hamu ya kuwasumbua. Kwa sababu na hamu ya kwamba muende mbele. Kwa hiyo ni Yesu. Sasa soma tena kwa sauti. 1, 2, 3. Rudia. Amen. Yesu is the image of the invisible God. Ni mfano wa Mungu asionekana. Maana yake ni hivi, ulikuwa ukimuona Yesu umemwona Mungu. Na popote Yesu ambapo akiwepo ujue ni Mungu amekuwepo. Acha nirudie. Kwanza ile andiko moja kabla tujaenda. Asema naye Jesus ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Jesus is visible image of the invisible God. Kwa Kiswahili yake, Yesu ni sura ya Mungu asiyeonekana. Maana yake ukiwa unapita njiani ukakutana na Yesu, umekutana na Mungu. Sawa sawa. Ukikuta Yesu amekaa kwenye kiti, ni Mungu amekaa kwenye kiti. Mungu anaongelewa ni Mungu Baba. Sawa sawa. Kwa sababu Yesu alikuwa ni sura ya Mungu asiyeonekana. Yesu ndio alikuwa hivyo. Kwa hiyo ukimwona Yesu, umemwona Mungu muumba mbingu na nchi. Amen. Wangapi tuko paka hapa? Tuko vizuri paka hapa. Kwa hiyo ulikuwa Yesu akikaa hapa, ujue Mungu wa ulimwengu wote yuko hapa. Sawa sawa. Wangapi mmempokea Yesu? Wangapi mmeokoka? Usifanye hivi. Asante. Yesu yuko ndani yako. Yesu yuko ndani yako. Yesu alipo ni Mungu yupo. Because he is the visible image of the invisible God. Popote Yesu alipo, ujue ni full Mungu ambaye haonekani kwa macho, ambaye katika ulimwengu wa roho yupo hapa in a full capacity, katika uwezo wake nini wote. Kwa Mungu Yesu akikaa ndani yako ni Mungu mzima amekaa ndani yako. Tuko paka hapa. Ruka kidogo niende mstari wa 19. Nenda mstari wa 19. After rudi kile nilichokuwa nakitaka. Kwa sauti 1, 2, 3. Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. Kiswahili unaweza usipate vizuri. Twende kwa Kiingereza. For it pleased the Father that in him who, Jesus,
all the fullness should dwell. Sasa turudi kwa Kiswahili utaelewa vizuri. Kwa kuwa katika yeye Kristo ilimpendeza Mungu utimilifu wote wa Mungu ukae ndani ya Kristo. So the fullness of God. Wapendwa, pigia mstari neno fullness. Kiswahili nasema utimilifu wote. Hivi unaelewa maana utimilifu wote wa Mungu? Anasema Mungu ilimpendeza, Mungu Baba ilimpendeza utimilifu wake wote, the all of God. Utimilifu wote wa Mungu ukae ndani ya Kristo. Sasa utimilifu wa Mungu ni nini? Yaani huyu aliyeumba mbingu na nchi, akaumba milima, akaumba maji, akaumba wanyama kwa neno lake. Huyu mwenye nguvu zote, huyu mwenye uweza wote, huyu mwenye utukufu wote, asema yeye Mungu aliuchukua utimilifu wake wote akaweka ndani ya Kristo. Asema for it pleased the Father that in him, manake in Jesus, all the fullness should dwell. Sasa sikiliza wapendwa wangu, utimilifu wote wa Mungu, kwa lugha nyingine, all what God can do, chochote ambacho Mungu aweza kufanya ndio utimilifu wake. Amina, ameweka ndani ya Kristo. Alafu Kristo akakaa ndani yako. Sasa mafundisho ya Mtume Paul, sijui kama mnanielewa, au ndio ile Petro anasema kwamba hizi shule ni ngumu. Kuna mambo ukijua, you change the way you pray. Unabadilisha namna unatembea. Asema utimilifu wa Mungu, the all of him. Chochote kinachofanya Mungu kuwa Mungu, ndio maana neno utimilifu. Chochote kinachofanya Mungu kuwa Mungu, uweza wake, nguvu zake, kila kitu chake. Asema ilimpendeza, Baba ilimpendeza utimilifu wake wote ukae ndani ya Kristo Yesu. Alafu Kristo akae ndani yetu. Maana yake wewe ndani yako umebeba utimilifu wote. Sema I can't fail. Sema I can't. Siwezi kushindwa nikiwa nimebeba utimilifu wote wa Baba. Kwa kuwa katika Kristo ilimpendeza Mungu utimilifu wote ukae. Kwa hiyo kwa ni hivi jamani, ukionana na Yesu umekutana na utimilifu wote wa Mungu. Yaani ukikutana na Yesu umekutana na utimilifu wote wa Mungu. Manake kile kinachofanya Mungu kuwa Mungu unakuwa umekutana. Kile ambacho Mungu anaweza akafanya umekutana nacho. Nguvu zake zote umekutana nazo. Uweza wake wote umekutana nao. Wapi? Katika Kristo, ndani ya Kristo. Ndio maana anasema sasa, kurudi kwenye ile andiko, yeye ni visible image. Yaani ni sura inayoonekana ya Mungu asiyeonekana. Jesus. Ukikutana Yesu, huna kingine cha kuongeza katika Mungu, ila umekutana na jumla ya Mungu. Sema umekutana na jumla ya Mungu. Hivi nikuulize mpendwa, nikuulize, kama utimilifu wa Mungu, jumla ya Mungu anakaa ndani yako, anakaa ndani yako, ni nini kitakuwa kinyume chako? What shall be against you? Toa sauti, utimilifu wa Mungu unakaa ndani yangu kupitia Yesu Kristo. Sasa nsikilize, kuanzia sasa wewe, you are the visible image of the invisible God. Kuanzia sasa wewe sasa ndio sura ya Mungu asiyeonekana. Kwa sababu kama Kristo alivyokuwa ndio sura ya Mungu asiyeonekana, kwa sababu utimilifu wote wa Mungu ulikuwa umekaa ndani yake. Sawa sawa. Lakini Kristo naye amechagua kukaa ndani yako. Maana yake sasa wewe ndio sura, wewe umebeba utimilifu wake wote in you. Natakwambia kwa nini sasa kufunga na kuomba ni kutibua ule utimilifu wa Mungu. Unajua kila mtu aliokoka hapa, hata wale ambao unamwona ajielewelewi, utimilifu wa Mungu uko ndani yake. Ila sio kila mtu utimilifu wa Mungu unafanya kazi. Kuna njia ya kutibua, na huwezi kutibua kama ujui kwamba ndani yako kuna nini. Sema amina, sema amina, sema amina. Wapendwa, ndani yako kuna utimilifu wa Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida tena tangu ulivyompa Yesu maisha yako. What it takes, kile kinachohitajika uwe mtu mkuu, uwe mtu mwenye matokeo, uwe mtu mwenye ushindi, everything needed is in you, kiko ndani yako. Hallelujah. Sema utimilifu wa Mungu uko ndani yangu. Sema uko ndani yangu. Kila ninachokihitaji ili nifanikiwe, ili niende mbele katika maisha haya, kiko ndani yangu tayari. Kiko ndani yangu tayari. Kiko ndani yangu tayari. Kiko ndani yangu tayari. I can't fail. Siwezi kushindwa. Siwezi kushindwa. Sitakuwa mtu mdogo. Takuwa mtu wa maana kwenye maisha haya. In the name of Jesus. Wapendwa, unahitaji kufundishwa right stuff. Tukiwa kufundishwa vitu sahihi. The fullness of God is in you. Sasa sikiza, mpeke mstari wa 16 sasa.
Kumbuka tumetoka 15. Kwa sauti sana. Baada ya kuwafundisha kuanzia leo utakuwa unaviamuru vitu afu vinakuja bem. Sawa sawa Kwa sababu una akili za rohoni. Kwa sababu unajua mambo. Hebu soma kwa sauti 1, 2, 3. Kwa kuwa katika yeye nani kwanza? Toa sauti. Umepatia. 1, 2, 3. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Shikilia koma. Sasa ngoja nikwambie. Kila kitu duniani kina DNA ya Yesu. Ndio maana kusema in the name of Jesus, kila kitu kinasikia hata ardhi kwa sababu ina DNA. Ukianza kujua ya mambo, utaanza kuongea na vitu bwana. Utaanza kuongea na miti. Utaanza kuongea na hali ya hewa. Kwa sababu unajua kila kitu kina DNA ya Yesu. Kikisikia Yesu kinasikia. Ikitamkwa Yesu kinaelewa kwa sababu kina DNA. Hata hichi kitu kina DNA ya Yesu. Pasa umejuaje? Kimetokea somewhere. Kama ni raba ni mti. Unatoa ule utomvu wa raba unakuwa processed. Ishakuwa ni hivyo kina DNA ya Yesu. Nataka nikufundishe kitambo it will change your prayer life. Badala ya begging, you will be commanding. Anasema kwa kuwa katika yeye. Sema katika Kristo. Kwa kuwa katika Kristo vitu vyote. Sema vyote. Sema vyote. Sema vyote. Viliumbwa. So Jesus was the raw material. Wa kila kitu. Sasa ndio maana mnaelewa kwa nini bahari ilisikia neno la Bwana ikafungua njia Wanaisraeli wapite. Kwa nini Yesu alikuwa anasemesha mpaka samaki, anasemesha mpaka miti? Ni kwa sababu vitu vyote vina DNA, vina saba vya Yesu. Kwa hiyo vitu vyote huwa vinamsikiliza Yesu. Yesu akiongea vinasikia kwa sababu vina saba vya Yesu. Naona ushindi umeanza kuja. Nasema naona ushindi unakuja kwako. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Tuendelee. Vilivyo na vilivyo juu ya nini? Sasa niachane na vya mbinguni kidogo. Nije vya juu ya nchi. Biblia inasema vitu vyote juu ya nchi. Vyote maana yake ni mpaka lile embe pale. Mpaka ukienda pale kwenye mwembe. Ndio maana Yesu alikuwa na uwezo, anaufuata mti. Anasema kuanzia leo kauka, mtu asile kitu kwako. Mti unasikia. Wapendwa, kwenye ulimwengu wa roho mti una masikio, unasikia. Kwenye ulimwengu wa mwili wewe utaona ni mti. Kwenye ulimwengu wa roho unasikia. Shule ulimwengu wa roho tofauti na ulimwengu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa roho ardhi ni kiumbe hai, jiwe ni kiumbe hai. Kwenye ulimwengu wa roho hakunaga kiumbe hai na kiumbe kisichokuwa hai. Hayo mambo ya kiumbe hai na sio hai ni sayansi ilikufundisha. Kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye ulimwengu wa roho vitu vyote vinasikia. Ndio maana unamsikia Musa anasema ninaita mbingu na ardhi viwe shahidi. Vina uwezo kusikia, vina uwezo kuona, vina uwezo kuja kutoa ushahidi. Kwa sababu katika ulimwengu mimi sijui kama kuna mtu anabarikiwa. Kuna mtu anatiwa nguvu kwenye safari ya maombi. Mwambie mwenzio pastor anafundisha maombi unajua. Kwa sababu kuna vitu nataka nikurushie kwenye moyo wako, it will change your prayer life. Katika ulimwengu wa roho vitu vyote vinasikia. Sasa listen to me. Who is Jesus? Jesus is the word of God. Yesu ni neno la Mungu. Kwa mujibu wa Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa nani? Mungu. Mstari wa 14, na neno akavaa mwili, akajidhihirisha kwetu kama mwana pekee wa Mungu. So Jesus is the word of God. Na neno alifanyika mwili. Mstari wa 14. Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu wa kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa kweli na neno. So Jesus ni neno. Sema Yesu ni neno. Sema Yesu ni neno. Umekuja vizuri. Kwa hiyo vitu vyote viliumbwa kwa neno. Vitu vyote viliumbwa. Ndio maana mpendwa, lipende neno la Mungu. Vitu vyote vimeumbwa kwa neno la Mungu. Na vitu vyote vinasikia neno. Vyote vinasikia neno. Hata hiyo kamera inasikia neno. Vitu vyote vinasikia neno la Mungu. Kwa sababu vitu vyote vina DNA ya neno.
Ndio maana unatakiwa useme neno, utamke neno, ukiri neno, kwa sababu vitu vyote vina DNA ya neno, vinasikia neno, vimeumbwa kwa neno. Malighafi iliyoumba ni neno. Haleluya! Sasa hivi utaanza kuamuru vitu bwana. Mwambie mwenzi, sasa hivi utaanza kuamuru vitu kwa jina la Yesu. Ardhi sikia neno la Mungu. Ushaanza neno la Mungu inasikia, inajipanga. Kwa hiyo nakuamuru sasa na neno, achilia matunda kwa ajili yangu. Naachilia. Shida ujui kwamba ardhi ina DNA ya neno. Ardhi ina DNA ya Yesu. Anga, pesa. Sema pesa. Mimi sasa nina mpango wa kuamuru mahela mama. Na miwa ni mzuri. Nikipata ka ufunuo kangu na waambia mapema, ili sasa tusije uko mbeleni tukaachana. Ukasema siku hizi anatumia sijui nini, natumia hiki hapa nilichokuonyesha. Kuna andiko Njoroge asemage atakuwa nakuna, akasema pesa umetoa wapi? Asema pesa ota mbawa ruka njoo. Liko Ayubu. Kumbe zinasikia. Kwa nini zinasikia? Ngoja nikwambie, unaona vitu vyote hivi. Unaweza sema hapa kiti ni Japani. Tena sio Japani, hapo da. Wewe umekuja kusoma kwenye final product. Raw material imetengeneza hichi kiti. Ukifuatilia utakuta ni ni mti. Raba, si ndio Kuna miti ile ambayo inatoa raba si ndio? Ina DNA ya neno, iliumbwa na neno. Kwa hiyo raba ikija kutumika hapa, hiki kiti kimeambukizwa DNA ya neno. Kwa hiyo kinaanza kusikia kwa sababu ya neno liloko ndani. Sema asante Yesu. Mwezi wa 10 umenipa kitu kipya. Sawa na neno lako ya kwamba vitu vyote viliumbwa kupitia yeye. Kwa hiyo vitu vyote duniani vina DNA ya Yesu. Vina DNA ya neno. Vinasikia neno. Vinatii neno. Vinavyoonekana asema vilivyo mbinguni. Ndio maana paka mbinguni na yenyewe hata malaika wana DNA ya neno. Ndio maana Biblia inasema, enyi malaika wake mlio hodari kusikiliza sauti ya neno lake. Biblia inasema malaika ni hodari kusikiliza sauti ya neno lake. Ni kwa sababu gani? Ndio mamlaka iliyowaumba. Sema ndio mamlaka iliyowaumba. Ndio DNA yao. Kwa neno likisema malaika wanaelewa haraka. Mwambie jirani yako uwe mtu wa neno wewe, sio wa maneno. Mwambie tena mwingine uwe mtu wa neno, sio wa maneno. Speak the word of God. Sema neno, kiri neno, tamka neno. Vitu vinasikia neno, vitu havisikiaji maneno. Tuendelee pale ya vitu vinavyoonekana na visioonekana, ikiwa ni viti vya enzi, sultani na rerere. Nataka pale mbele kwa sauti, vitu vyote tena. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Mwambie wenzio vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, alafu kwa ajili yake. For by him all things were created, that in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or power, all things were created through him. All things were created through him. Kwa njia yake, kupitia yeye na kwa ajili yake. Hivyo nataka nikupe kitu kizuri. Don't play with the name of Jesus. Ndio maana Biblia inasema kwamba jina hilo likitamkwa, ona Biblia inavyosema. Anasema kila goti, alafu anasemaje? La vitu vya mbinguni na vya juu ya nchi na vya kuzimu, kila goti linapigwa. Kwa nini? Because all things were created through him. Hallelujah. Kuanzia leo hautaamuru mapepo tu. Utaanza kuamuru na vitu vizuri vije kwako katika jina la Yesu. Na huku ukijua kwamba vimekusikia, kwa sababu vitu vyote vimeumbwa kwa njia ya Yesu. Kwa vikisikia Yesu, vikisikia amri ya Yesu vinaitika. Jina la Yesu, naamuru ushindi uje. Naamuru pesa zije. Naamuru mashamba yaje. Ngoja kwambie urokole sometime unakuwa kama chizi hivi. Na uchizi wenyewe ni kwa sababu unaoperate kwenye level ambayo akili ya binadamu imefika mwisho. Sifikiri nimesema neno baya. Biblia inasema injili kwa hao wanaopotea ni upuuzi,
bali kwetu sisi ni nguvu iletayo wokovu. Narudia, Biblia inasema injili kwa hao wanaopotea ni upuuzi, ni upumbavu. Inaonekana kama upumbavu, inaonekana kama upuuzi, lakini anasema kwetu sisi ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Nilikuwa na engineer aliyejenga jengo na ambaye ametayarisha machuma hapo nje. Hajaokoka, ila alisema wakati nachora jengo nilimwambia pasa hili ulijengi. Juzi akasema sasa hivi nimeamini imani ni hela. Niko na mtu hapa. Is it true? Upendwa, ndio maana hata unapoomba, acha kuomba unaongozwa na kuona. Wewe ni zaidi ya kuona. Macho yako haya ni kuhakikishie leo, sawa? Yana vitu hayana uwezo wa kuviona. Yaani hayakuumbwa kuona baadhi ya vitu, hayana uwezo. Mfano hapa nikwambia sasa hivi angalia ITV, utaona wewe kwamba angalia TV, angalia TV. Sasa pasa iko wapi? Pasa umeanza kuwa chizi ni? Zimeanza kumruka ni? Eti mnaona ITV hapa. Kwa sababu huioni haina maana haipo. Is there here? Hapa pana mawimbi ya RFA, Radio Free Africa, yapo tu hapa. Matangazo yanaendelea. Yaani hapo matangazo yanaendelea. Hapa juu kwenye hewa. Matangazo yanaendelea radio, matangazo ya TV yanaendelea. Hapa pako busy, lakini huoni. Kwa nini huoni? Macho yako yameumbwa na limitation. Sasa lete TV hapa, i-connect. Sawa sawa. Search madini ITV. Sasa kumbe ilikuwepo. Ila wewe uwezo wa macho yako ni mpaka iwe na device ya kuondoa vitu kusikoonekana ivilete kwenye ulimwengu unaoonekana, ndio utaanza kuona. Lakini vipo hapa, kuna mambo mengi yanapita hapa hewani sasa. Mwambie kuna mambo mengi sana. Alafu mwambie kwa sababu huoni haina maana havipo. Wa mama kwa mjamzito wewe unamwona mtoto ndani. Sasa sio kwa sababu tumuone hayupo, yupo, ila capacity. Sasa sikiliza. Mungu alijua macho haya tulioumbiwa yana mipaka, na anataka uone zaidi ya mipaka ya macho haya, kwa sababu mambo makubwa na ushindi hayako kwenye macho haya. Mambo makubwa na ushindi yako kwenye macho ya rohoni. Sasa imani ni jicho la kuonea vitu vya roho. Ndio maana Biblia inasema hatuenendi kwa kuona, bali tunaenenda kwa imani. Siku moja nilikuwa kwenye ndege ndogo hizi ambazo zinatumia propeller. Propeller inakuwa ni kama mapanga boi yale. Ngapi mshawahi kuyaona mapanga boi yale? Hapo Mwanza. Kaingia kwenye ndege. Kiti nilichokuwa nimekaa na mwe mnanikatia tiketi za ndege. Napata ufunuo kwenye ndege mama. I say, nikwambia funuo ambazo nizipatia tu kwenye ndege. Nimekaa karibu na bawa la ndege hivi. Kwa hiyo ninaona ile engine na ile propeller. Ile propeller ilipokuwa imesimama ilikuwa na wale mapanga boi manne. Yamesimama, unayaona hivi kwa macho. Nayaona. Wakasema haya tunakaribia kuondoka. Engine zikawashwa. Kaanza kuona anavyozunguka, nayaona. Yalifika kasi ambayo sikuona tena. Yaani yalizunguka kwa kasi ambayo ukiangalia hivi unaona kama hakuna kitu, lakini pana propeller zinazunguka. Nikasema Mungu wangu, kumbe kwa sababu sioni haina maana hakipo. Tukatua Kilimanjaro Airport. Nikaona propeller imepunguza kasi, nikaanza kuyaona mpaka yakasimama, nikaona yote manne yako pale. Sasa kumbe alikuwepo. Maana yake ni nini? Yalizunguka yakafikia speed ambayo ni limit ya macho yetu, haiwezi kuona zaidi ya hapo. Lakini na maana haina maana hayapo. Wapendwa, kuna vitu kwenye maisha yako Mungu anataka uanze kuviona, lakini huwezi kuviona kwa macho haya. Haya macho yana limit. Haya macho saizi nikiangalia kwenye ukuta yanaishia kwenye ukuta, haiwezi kuona upande wa pili. Imani inakupa macho ya kuona zaidi ya macho haya. Nasema imani inakupa macho ya kuona zaidi
ya macho haya. Kwa sababu ukione haina maana hakipo. Nimekwambia ni hapa kuna sauti usikii, sio kwa sababu hazipo, ila ni masikio yako hayakuumbwa na uwezo wa kusikia level hizo za sauti. Macho yako hayakuumbwa kuwa na level hizo za kuona. Wenzangu wa utaalamu wa utabibu anasema kuna vijidudu vipo, si ndio mama yangu? Huwezi kuviona kwa macho mpaka utumie vyombo ndo unakiona. Ukiondoa hivi huoni. Sio kwamba hakipo, kipo. Believe beyond what you see. Nasema believe beyond what you see. Wewe ni zaidi ya jinsi unavyoona. Wewe ni zaidi ya jinsi ya mazingira yanayokuzunguka. Sasa pastor, naaminije zaidi ya kile ninachokiona? Kubaliana na kile neno ninachosema. Umemaliza. Neno linasema vitu vyote viliumbwa kwa njia ya Yesu. Nimekusaidia. Vitu vyote vina DNA ya Yesu. Kwa hiyo acha kufikiria zaidi hapo. Yaani ndo hapo umeshafika mwisho, wewe pokea hivyo. Na ukiona akili haitaki kuelewa, ni kwa sababu akili nayo iliumbwa, kuna mahala haiwezi kwenda zaidi ya hapo. Ila imani ndio inaweza kwenda zaidi ya akili yako. Mariamu akasema mambo haya yatawezekanaje? Kwa sababu kiakili lazima nikutane na mwanaume, si ndio? Akamwambia no. Hii level tunaoenda ni ya juu. Ninakuombea kwa Mungu. Amina. Ninakuombea kwa Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Hani uokovu ambao ni deal umeupata. Mungu afanye mambo zaidi ya akili zako, ya macho yako na masikio yako. In the name of Jesus. Acha kujiwekea limitation with what you see. Mimi ni wa hivi. Mimi nimeshia darasa hili. Mimi huu mradi nitafanyaje? Mimi na shilingi hizi tu. Kwa hiyo wewe maisha yako yote unayafunga kwenye boksi ya kile ulichonacho. Kuna vingi ulivyo navyo kuliko vile unavyoviona. Itakusaidia. Hii ni nzuri, acha nirudie. Kuna vingi ulivyo navyo kuliko vile unavyoviona. Kuna mali nyingi ulionayo kuliko ile ambayo unafikiri unayo, ambayo unaiona. Siku kiamini taanza kujidhihirisha. Kama vile nilivyowaambia hapa, pana vitu vingi sana kwenye anga. Pana Radio Free Africa, pana ITV, pana Radio 1. Lakini husikii na huoni. Sio kwa sababu huoni na usikii eti havipo. Vipo. Ikija device, kikiletwa chombo kinachoweza kugeuza kile kisichoonekana kuonekana. Mfano ikaletwa TV, ghafla unaanza kuona ITV hapa. Kumbe ilikuwepo. Ila kuna device ilihitajika ishushe kutoka kwenye ulimwengu usioonekana ikuletee kwenye ulimwengu unaonekana. I have a good news. Faith, imani is the device. Imani ndio kile chombo ambacho kina download vile vingi visivyoonekana kuvileta kwenye ulimwengu unaoonekana. Nasema kwa jina la Yesu, no one will die poor here. Nasema you are greater than how you see yourself. Na usikose ukaondoka hapo kasema pastor alinitia moyo. Mimi sina kazi ya kukutia moyo. Mimi na kazi ya kuambia ukweli. Hivi ukimkuta mbwa afukwambia mbwa eti umemtia moyo, si umemuita kwa jina lake. Kwa hiyo naposema wewe ni kichwa, wala sija kupeti. Nimekwambia ndivyo ulivyo. Shida ni kwamba hujataka kuona. Siku ukiona utakuwa kama ulivyoona. Siku ukikubaliana na kweli ya neno la Mungu ya kwamba vitu vyote viliumbwa kwa njia ya Yesu. Vitu vyote viliumbwa. Alafu anasema na vyote vimeshikamanishwa na yeye. Sio ni mstari wa 17. Viliumbwa kwa njia ya Yesu, kwa njia yake, na vyote viko connected na yeye. Alafu huyo Yesu ambaye vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na viko connected na yeye, huyo Yesu yuko ndani yako. Mwambie mwenzio, why are you failing? Soma kwa sauti mstari wa 17, 1, 2, 3. Naye amekuwekwa kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. All things are connected to Jesus. Sema all things are connected to Jesus. Pesa ziko connected to Jesus. Mali ziko connected to Jesus. Ardhi ziko connected to Jesus. Ushindi uko connected to Jesus. Sasa hivi nataka niwafanye kuwa vichawa Yesu. Mnaenda na kanyaga mahali usema in the name of Jesus.
ardhi nisikie. Ninakamata ardhi yangu katika mji huu wa Mwanza. Listen to me, it will come. Mungu yani kwa namna yoyote utapata hela, utapata nini? Imani haijai kumtupa mtu. Imani haijai kumwangusha mtu Mr. Mkuu. Faith. Maana kwenye Ibrania 11 inaitwa the heroes of faith. Sema kwa imani Nuhu alijenga safina. Sema kwa imani Ibrahimu akaondoka nyumbani kwao akiwa na miaka 75. Inasema kwa imani hata Sara mwenyewe akapokea uwezo wa kuwa mjamzito akiwa na hali ya tumbo lililokufa. Sikiliza, tumbo lililokufa ni huku, ni level za huku. Kwenye ulimwengu wa roho mna hiyo biashara. Asema wengine walizima makano ya simba. Asema wengine walipokea wafu wao, watoto wao wakawarudisha kwa hai kwa imani, kwa sababu everything kinamsikia Yesu. Kila kitu kinamsikia Yesu. Kila kitu kinamsikia Yesu. Duka lako linamsikia Yesu. Vifaa vyako dukani vinamsikia Yesu. Ukiamuru kwa jina la Yesu, maneno yako yanaweza sisikiwe, lakini kama yana muhuri wa Yesu yanasikiwa. Kwa sababu everything created by Jesus and they are connected with him. Hata sabuni yako ya kuogea, kwa sababu imetokea somewhere ambako ni kwenye vitu vilivyoumbwa. Ria mashalanda mose kataya. Are you blessed? Are you blessed? Are you blessed? Ndio maana utaki kuwa mtu uliyefunga mdomo wako. Kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. A closed mouth is a closed destiny. Tamka, lakini utamke na ufahamu. Vitu vyote vimeshikamana na Yesu. And that Jesus is in me. Kwa lugha nyingine, kutokea hapa nilipo, kuna vitu vingi sana viko connected with Jesus. Acha hivi ulivyoviona, hivi ulivyonavyo ni kidogo mpendwa. Yaani kuna vitu viko connected with Jesus. Mwambie mwenzio kuna vitu viko connected with Jesus. Ondoa akili za kawaida, weka akili za Mungu, na naona ushindi katika jina la Yesu. Now pastor, why are we fasting? Why are we fasting? Why are we praying? Amen. Kwani tunafunga? Kwani umetuitisha tena mwezi wa 10? Njoni. Funga siku 3. Why? Kumbuka tumeona kwamba the fullness of God is in us. Utimilifu wa Mungu uko ndani yetu. Acha nirudie kama mara 7. Utimilifu wa Mungu uko ndani yako. 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 Utimilifu wa Mungu uko ndani yako through Jesus Christ. Tumesoma hivyo. Kwa hiyo wewe sio kuishi hapa duniani kama msindikizaji wa maisha. Wewe ni wa kuonewa wivu. Na acheni hizi story mnapeana. Unajua saa nyingine kuna vitu kipewa story unapata raha. Hasa mtu akikusikitikia unaona raha. Acha hayo mambo ya hovyo. Mwambie mambo ya hovyo. Mwambie kaza. Wewe sio kuonewa huruma. Usiruhusu mtu akuonee huruma. Wewe ni wa kuonewa wivu. Maneno unavyosema namna hii, kuna neema inachukuliwa juu yenu. Mtainuka kila kona maisha. Ndani ya Kristo Yesu, wewe sio. Wapendwa, kila kinachohitajika uende mbele kiko ndani. Nasema kiko ndani yako. Nasema kiko ndani yako. Sasa ngoja nikwambie, can I have a phone? Naomba simu. Pasa ya kwako ya kwangu. Ya kwako. Mnaona hii simu? Mnaona hii simu? Niangalieni. Ya Pastor Kalikuli. Amina. Ina uwezo mkubwa sana ndani yake, si ndio? Kwanza ina kitu kinaitwa operating system. Alafu juu yake ina ma-app mengi. Sawa sawa. Sasa ngoja nikwambie. Haijalishi simu hata kama ni ya milioni 8. Mr. Mkumbu, ya milioni 8. Ina uwezo wa kufanya mambo ya ajabu mno kuliko wale tuwazayo na tuyaombayo. Ikiishiwa betri kama kopo. Ikiishiwa, yani ikaenda off, hakuna kitu utaifaidi simu tena. Sio kwamba ina uwezo, lakini haina moto. Nataka nikupe kwa nini utimilifu wa Kristo uko ndani ya watu hauleti matokeo. Mbie mwenzio chaji, wengine wana baa moja. Sasa ngoja nikwambie, simu sijui hizi za Kiswahili, hii ya pastor kwa sababu ni mchungaji itakuwa ni ile heavy. Simu ziko hivi, kadri moto unavyoisha inakata baadhi ya operation yenyewe, inazima hii, inazima hii, inazima hii, inazima hii, inasave moto.
Sijui kama umeshajua kitu cha namna hiyo. Yaani kiona moto unakwisha, kuna baadhi ya operation huwezi kutumia tena, inazizima. Chaji ni ndogo. Hiyo chaji haiwezi kuruhusu I don't know whether I'm preaching here. Mwambie mwenzio kuna operations zimezimwa. Mwambie kuna baadhi ya vitu vimezimwa ndani yako. Yani haviwezi kuoperate, moto ni mdogo. Moto ni nini? You listen to me. Moto ni mdogo. Kwa hiyo inabidi kwa faida yako baadhi ya operations zinakuwa muted automatic. Unabaki na message, kutuma message na kupiga na kupokea. Binti yangu ananiambia unabakiza na kupiga zinajizima kwa sababu moto ni mdogo. Naomba mambo naongea katika mwili, Mungu ape neema muyatafsiri katika roho. Ya kwamba kumbe kuna baadhi ya operation za kimungu ziko ndani yako, lakini haziwezi kufanya kazi mpaka kiwango fulani cha moto. Sasa kuna baadhi yetu hapa wengine mmekaribiwa kuzimiwa hata message unajua. Mwambie sababu kwanza inafika kipindi mara inafika 100 alafu ina black out. Yaani sasa imeshazima kwingine kote. Haina hata pa kwenda tena. Unashangaa tu unasikia inakuwa nyeusi. Ikizimika hakuna kitu utafanya na hiyo simu hata kama ni ya milioni 20. Ni kweli? Ni kweli? Hata kama ni ya milioni 200 ikizimika imekata moto, hakuna kitu utafanya nayo. So prayer and fasting charges you. Maombi ya kufunga na kuomba yanakuchaji. Kuna level ya charge inafika, operation systems zingine zinaanza kufanya kazi. Sema amina. Sema wapendwa, ukijua mambo haya hutasubiria Pastor Goodluck ya kutangazia kufunga na kuomba. Sasa zingine unasema ninavyoona hii mwisho wa mwezi ni mbali, mpaka pastor tangaze mwanzo, ngoja nijichaji hapa katikati, ngoja niongeze charge hapa katikati. Naanza kuona baadhi ya operation systems zinazimika. Ulikuwa ni mtu unaweza kuona vitu vya ulimwengu wa roho, sasa hivi uoni. Sio kwa sababu huo uwezo haupo. Ni betri iko chini, kwa hiyo inabidi baadhi ya operation systems zifanye nini? Zizimwe. Ulikuwa wewe angalia, sasa zingine angalia kipindi labda cha maombi ya siku 21. Jinsi ambavyo unatembea umejitanua, ni kama unatafuta hata mapepo uyafukuze, uyale. Ngoja ifike mwezi wa 3. Mende akianguka unakimbia. Mwambie mwenzio kuna operation systems zimezima. Are you following? Are you following? Are you following? So charge yourself. Prayer and fasting is a spiritual wisdom ya kujichaji. Kadri moto unavyoongezeka ndivyo operation system. Utaanza kugundua una neema ambazo uko hujui kama unazo. Kuna neema zinaanza kufanya kazi. Sio kwamba hazikuwepo, zilikuwa ndani, lakini kuna kiwango cha moto zinahitaji. Amina. Kuna kiwango. Sio kila kitu unaweza kuwashia betri ya gari. Kwa kwenye familia umechukua betri ya gari, mnawasha kataa. Mwisho ni hapo kwenye kataa. Kuna vyombo haviwezi kuwaka na hiyo betri ya gari. Vinataka moto mkubwa. Sema vinataka moto mkubwa. Sema zinataka moto mkubwa. Listen to me, kuna blessings kwenye maisha yenu ili zitibuke, zianza kutokea kwenye maisha yenu, zinataka moto. Hakuna mtu anayezuia maendeleo yako, pastor. Kitu ambacho mimi nimejiambia in my life. Everyone can shine. Wewe acha kupambana na watu wananiangalia macho mabaya. Wewe ongeza moto. Sema ongeza moto. Kimoja hapo ni kufunga na kuomba. Sijasema kufunga na kuomba peke yake, na mambo mengi, lakini kufunga na kuomba ni kimoja wapo. You charge yourself. Shangana confidence imeongezeka. Si ndio? Na uwezo wa kukabili mambo unaongezeka. Mama Sheshe, unamwambia ni story, hili linawezekana kwa sababu charge iko vizuri. Ngoja charge ambayo siko iko vizuri. Anakuambia ukiona hivyo charge iko chini. Unaanza kuona mdomo wako unaanza kuongea mavitu ya kufanana na ulimwengu, ujue chaji imeisha. Chaji ikiwa nzuri utasema hivyo. Utasema sitakufa bali nitaishi. Ujue chaji iko vizuri. Sema amina. So prayer and fasting inafanyaje? Inaongeza charge. Natamani ifike kanisa ambalo hii masuala kufunga na kuomba kikanisa ni ratiba zetu za kikanisa ambazo ni nzuri, lakini
You are above that. Amen. Uko zaidi ya hapo. Kwa sababu unaelewa. Hakuna kitu kizuri kama uelewa. Uelewa huo unakusukuma wenyewe. Amen. Amen. Kenneth Hagin alisema neno kadhaa. Na litamtia moyo kila moja. Nilikuwa nasoma kitabu cha Kenneth Hagin miaka mingi. Nikasema wow, kumbe hata Kenneth Hagin. Kenneth Hagin kama mjui ni baba wa watumishi wengi sana. Kina mzee wetu Mwakasege, yeye mwenyewe anakiri kwamba amesoma sana vitabu vingi vya Kenneth Hagin. Saidi kina Bishop Oyedepo wamelelewa na Kenneth Hagin from distance. Yani ni baba, ma giant wote mnawaona. Sawa sawa. Wengi kwa njia moja au nyingine wamelelewa na Kenneth Hagin. Sema General Kenneth Hagin. Ameshatokewa na Yesu mara nyingi sana. Acha kutokewa na mapepo. Kuna watu wanatokewa na mapepo. Yeye anatokewa na Yesu. Wanaongea. Amina. Alisema neno moja kwa ni kitabu chake cha kufunga na kuomba. Nilikuwa nakisoma. Akasema kwamba anytime akiona anapungukiwa nguvu. Unajua hapa nikasema Kenneth Hagin anapungukiwa nguvu. Mimi nikasema unajua sometimes unaweza kupungukiwa nguvu ukajiona muovu. Si ndio? Ukajiona kama ufai. Unafaa ni chaji tu. Yani ni ile simu ya milioni 8 ni issue ya chaji. Umeshanielewa? Yani wewe ni jembe, issue ni chaji tu. Yani wewe ni mtu mkuu, tatizo ni nini? Ni chaji tu. Asema nikiona napungukiwa nguvu na akakiri kabisa. Asema kuna kipindi katika safari ya wokovu na katika safari ya utumishi, yani unakuwa empty. Hata ukiongea neno halina ladha. Acha ladha kwa wanaokusikiliza. Wewe mwenyewe unalotoa una ladha nalo. Mimi saizi ana ladha haya, mimi mwenyewe nayasikia. Lakini ngoja kuambia katika kipindi cha utumishi tunajua. Kuna kipindi unaongea, unarudi nyumbani ambia mama, hivi ilikuwaje? Nilivyokuwa naongea, maneno yalikuwa na ladha. Sababu wewe mwenyewe hujiamini. Chaji. Mwambie mwenzio chaji. Akasema akiona hiyo hali, najua kuna mtu anasaidika hapa. Asema akiona hiyo hali, anasema what I do, I run into fast. I run into fast. 3 days I fast. Baada hizo nakuwa tena niko safi, naendelea na safari. Hii safari ya wokovu wapendwa, ukisema unaserereka nayo tu hivi, kila mmoja hapa, kila mmoja unayemuona hapa, sawa? Kuna kipindi anakuwa na hali ya kuishiwa nguvu. Kila mmoja unayemuona hapa. Hata yule ambaye unamuona ni superstar, na pendo. Na pendo. Pastor Kalikula anayeongoza maombi, ndio pastor wetu wa maombi. Ni ile tu hawezi kuambia. Kuna kipindi anakuja kwenye maombi kwa sababu tu nitafanyaje sasa? Pastor ashanikabidhi hichi kipande. Yani ni miguu tu inajiburuza hivi. Sikiliza, ukiona hiyo hali, ukiona umepita kwenye hiyo hali, sawa sawa, usije ukafikirie kwamba eti Bwana amekuacha. Bwana yuko ndani yako. Unajua hapo maneno yanakuwa mengi. Bwana ameniacha, sijui nini. Mungu haja kuacha. Mungu yuko ndani yako. Issue ni kwamba operating system, sawa, imezima baadhi ya app. Sijui kama sasa nikisema operating system na app na waacha wengine nyuma au tunaenda wote. Mr. Mkumbu, imezima baadhi ya app kwa sababu ya moto uko chini. Run. Ingia kwenye kufunga na kuomba. Nasema ingia kwenye kufunga na kuomba. Nasema ingia kwenye kufunga na kuomba. Number 2. Mtume Paulo anamwambia Timothy, usiache kuchochea. Steering up. Ya kwanza nimesema ni nini? Kwa nini tunafunga na kuomba? Sema kuongeza charge. Sema kuongeza charge. Sema kuongeza charge. Na the more uko charged up, the more uko charged up, ndivyo una operate vizuri. Doris, nasema ni kweli? Hata ujasiri. Sasa unatamka neno, ukija kutulia sema hivi, nilitamka kwa ujasiri gani? Ni charge ilikuwa juu. Kuna kipindi neno hilo hilo ukija kuambia utamke unaogopa kutamka. Ni ili kujichaji. Sema ni ili kujichaji. Sema kwa jina la Yesu, nitakuwa nafunga na kuomba ili kujichaji, ili kujichaji, ili kujichaji, ili yale yalioko ndani yangu, ule utimilifu wa Bwana ulioko ndani yangu ufanye kazi. Kuna mtu nampotezea muda kuomba. Akituacha tukaomba, tulia, usikilize neno.
Smith Wigglesworth alisema ni heri niombe dakika 5 za ufahamu na imani kuliko niombe usiku mzima zilizojaa ujinga na bila imani. Sasa mwanangu, si umejua jinsi ya kujichaji? Ndio baba. Ukiona kama ujielewelewi, mara unaanza kuwa na hofu za kijinga. Ulikuwa una hofu, sasa hivi ukisikia kwenye bati Mungu wangu, chaji. Namba 2, tunafunga na kuomba ili kustia up, kuchochea vitu vya kiungu vilivyoko ndani yetu. Na story nipe la andiko, Mtume Paulo anamwambia Timothy kwamba usiache kuchochea karama ulioipokea kwa kuwekewa mikono. Ona, Paulo anafundisha Timotheo cha ajabu. Anamwambia ulipowekewa mikono kuna spiritual deposition iliyoachiliwa ndani yako. Ila usipoichochea italai dormant. Itabaki tu imesinzia humo ndani. Maana saa zingine unajitenga mwenyewe tu. Unasikia Richard? Mambo yataki ushabiki bana. Unajitenga mwenyewe na siku 3 za kufunga. Wife we, leo sili na kesho kutwa. Mna mfungo kanisani, ni wa kwangu. Amina. Rikapo sheka taya lakapa. Na ukifunga ukiwa na maanisha ukaomba, yani wewe mwenyewe unasikia power. Unasikia power ya kuanza kukabili mambo. Wewe kila saa moyo unakatakata tamaa tu, moyo umeinama kila saa. Si kawaida. Ukiona moyo unainama, Biblia inasema nguvu zako ni chache. Ndio Biblia inavyosema. Kwa sauti tusome ile andiko 1, 2, 3. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yako. Paulo anamwambia sikiliza wewe Timothy, acha mambo ya ajabu. Mimi ni apostle na neema zote unaona hizo nazo. Nimeweka mikono juu yako. Kuna karama za Mungu zimeachiliwa ndani yako. Ila lazima uzichochee. Lazima wapendwa, utimilifu wa Mungu uko ndani ya Kristo Yesu. Alafu Kristo Yesu yuko ndani yako. Maana utimilifu wa Mungu uko ndani yako na vitu vyote vya kimungu vinatakiwa kuchochewa. Do you know hata roho ya maombi huwa inachochewa? Wangapi mnaelewa hiyo? Hata kuomba kunachochewa. Kuomba kunaweza kukazimika. Kuna kipindi mtu unaomba, yani unaomba mpaka unaona wenzio kama hawajaokoka vizuri. Yani kuna mwingine ili aombe anapigwa hendeli sana. Worship ya kwanza, nyimbo ya kuabudu ya kwanza, ya pili akamati moto, ya 3 akamati. Kuna mwingine tu akinyanyua mikono baba inaunga. Sasa usije ukamuona na yeye asije akakosea akajiona ni bingwa sana. Hicho kitu kina uwezo kuzimika kabisa. Paka unajishangaa. Yani hata kuomba uwezi. Kwa sababu all spiritual things vinahitaji kuchochewa. Na njia ya kibibilia moja hapo kubwa kuchochea ni prayer and fasting. Ngoja kwambie hata kiu yako na Mungu inahitaji kuchochewa. Kama nafikiri Natania, we liburize tushwa, inafika kipindi huna hamu na mambo ya kimungu. Sawa, usikii raha ya Biblia. Ukisikia kuna maombi mwanzo wa mwezi, usikia hata ladha nayo. Ibadani unajiuliza leo sijui niende nisiende. Ukiona hivyo, sasa mwingine anatoka hapa, nina vita. Una vita vya nani? Mwambie wenzao una vita vya nani? Huna vita. Lakini ni kipindi hatari ambacho adui akipiga atapiga kweli hapo. Si mdhaifu? Si adui wanapiga kipindi umechoka? Si ndio Biblia iko hivyo? Asema nitawavizia kipindi wakiwa wamechoka nami nitawapiga. Kwa hiyo chochea karama zoko ndani yako kwa kufunga na kuomba. Chochea karama kunena kwa lugha kwa kufunga na kuomba. Chochea karama mbalimbali ambazo ziko ndani yako kwa kufunga na kuomba. Chochea viwekezo vya kiungu. Sababu tukisema karama tu kuna ninajua sasa ni haya wahubiri. Sikiliza, ndani yako kuna vitu zaidi ya kuhubiri. Kuna mawazo. Kuna ideas. Kuna idea moja tu inakutoa kibiashara. Chochea hiyo kitu by prayer and fasting. By prayer and fasting. By prayer and fasting. By prayer and fasting. Are you listening to me? Are you listening to me? No, basi zingine ukiona mtu
maombi mpaka tupigizane kelele. Si ndio mama Mkumbo? Yaani mpaka tupigizane kelele na huyo mtu. Njoo kwenye maombi. Ni hajui. Akijua angeatafuta mwenyewe. Angeweza kuuliza, jamani mwezi huu mna mfungo? Wangapi mmefunga? Na kufunga kunaenda na neno. Ndio maana nawafundisha neno. Namba ngapi? 3 na afu ya 4 ya mwisho. Why should I fast? Kwa nini funge na kuomba mchungaji? Ni maelekezo ya kidini tu au ya kirokole tu? Au ni siri za kimungu? Ni siri za kimungu. Kwanza kupandisha chaji yako, pili kuchochea vile vitu vya kimungu vilivyoko ndani yako. Narudia tena, vitu vya kimungu vilivyoko ndani yako ni vingi kuliko vile unavyoviona. Na kadri vinavyochochewa ndivyo ambavyo unapata mafanikio ya nje huku. Sawa sawa watumishi wa Yesu. Namba 3, niliwafundisha wenzangu nilipoenda kwenye kambi yao kule mlimani. Is 2. Ni kupandisha rank yako katika ulimwengu wa roho. Rank. Sema rank. Sema rank. Rank, nitumie lugha ya daraja. Kupandisha daraja lako katika ulimwengu wa roho. Nafikiri nikitumia daraja mnanielewa. Nikisema daraja lako katika ulimwengu wa roho, siongelei daraja la Mzee Magufuli. Sawa sawa? I'm talking about the rank. Wapendwa, kama kuna kitu mlikuwa mjui, mjue leo. Sawa? Kwenye ulimwengu wa roho kuna rank, kuna madaraja. Wote tumeokoka. Wote Yesu yuko ndani yetu. Sawa sawa? Lakini madaraja yetu kwenye ulimwengu wa roho yanapishana. I love this. Acha nirudie. Mungu wape kiu wa watu kukutafuta. Wape kiu ya kufunga na kuomba. Ufanya biashara unafunga na kuomba kwa sababu unataka new level of rank in the spirit la biashara. Rank in the spirit. Kwa sababu rank yako katika ulimwengu wa roho ndio inaamua kiwango cha matokeo yako kwenye ulimwengu wa mwili. Usisahau hiyo. Wokovu tunao wote, msisahau. Yesu tunaye wote, lakini operation, utendaji unaamliwa na ranki ulionayo kwenye ulimwengu wa roho. Unaamliwa na ranki ulionayo katika ulimwengu wa roho. Unaamliwa na ranki ulionayo katika ulimwengu wa roho. Acha nitumie vyeo vya kijeshi, labda itaweza kunipa picha vizuri. Sawa sawa? Ukiwa ni mpendwa ambaye kwenye ulimwengu wa roho hauna V hata moja, hiyo ndo ranki yako. Na kuna mpendwa na V kwenye ulimwengu wa roho. Na kuna mpendwa na V 2. Kuna mpendwa na V3, kuna mpendwa na nyota. Sawa sawa? Ranki yake kwenye ulimwengu wa roho ni kubwa. Sasa sikiliza. Ranki zinaamua ni nini utachokifaidi kwenye maisha. Hata kazini tu. Ukiwa na ranki fulani, ile ranki inaamua hata kiwango cha mshahara. Kwa hiyo ranki huwa inaamua ni nini kije kwenye maisha yako. Hivi, ile la kuchochea niliwapa andiko. Okay, acha niwape na hili. Mathayo 17:21. La renki, sema renki. Sema Bwana Yesu, nisaidie renki yangu kwenye ulimwengu wa roho ipande. Kuna watu kwenye ulimwengu wa roho hata kuonekana waonekani kabisa. Kuna jamaa alienda kukemea mapepo, yakamwambia umemsema Yesu, Yesu tunamjua. Paulo tunamjua. Nyie ni kina nani? Mbona tuwaoni? Vibao. Wakaondoka amechaniwa nguo. Sio tu rank hawana, lakini hata kuonekana kwa haonekani. Moja kilio chako. Uombe kwa style ambayo it will change your rank in the spirit. Wewe usisikie kina Petro, unasikia kwamba anatembea hata kivuli chake kinaponywa. Wewe zunguka na cha kwako uone kama kitanyanyua hata mtu mwenye mafua. Hizo ni rank katika ulimwengu wa roho. Kivuli kinaponya. Sema kivuli. Sema ni rank, ni madaraja. The good news, lile madaraja kwenye ulimwengu wa roho, wewe ndo naamua upande mpaka daraja gani. Sababu kuna watu wasema kina Petro kwani wamepangiwa na Bwana. Unapanda daraja mwenyewe. Ulimwengu wa roho ni ajabu, unaweza ukashuka na daraja. Sasa Mathayo 17:21. Sina muda kusoma yote, akipata muda usome kule juu. Palitokea jambo na Yesu hakuwepo. Walikuwepo wanafunzi. Na enzizo hata hawajaokoka wale jamaa. Walikuwa wanapewa tu power kidogo na Yesu. Aliletwa sijui ni binti au kijana yule na baba mmoja. Huyo kijana alikuwa na matatizo mengi sana.
Biblia inasema wanafunzi walimuombea, na kwa mahesabu yangu inaonekana kama alimuombea kuanzia mchana au kuanzia asubuhi hadi jioni. Hakuna kinachotokea. Wamekazana, wanaomba. Kanzu zote zikaloana. Nakumbuka miaka hiyo hizo renki. Agree? Ninakumbuka enzi hizo za renki. Niko nauza mitumba Nyamanoro, sema amina. Alafu vijana wananiaminia. Sababu renki yao ilikuwa chini zaidi kuliko mimi. Wakakutana na pepo moja liko Seleman Nasoro. Nimemdaba dada mmoja hivi. Washaimba nalo, washaliimbia karibia siju siku 2. Damu ya, mnacheka wakati wote kwa tunafanyaga hivyo zamani. Wangapi na nyinyi mko mnafanyaga hivyo? Unaitwa kwenda kuombea pepo, unasema kwanza tujitakase. Hujitakasie pale kwenye pepo, umetokea wapi? Afu pepo na lenyewe likishakuona, likishachungulia. Unajua mapepo anaangalia kwenye ulimwengu wa roho likishakucheki hivi kwamba umekaa kishamba, nasema na wewe unanikemea. Jamani, unaenda kama unatafuta washroom. Nikaitwa. Sitaka sawa. Niliondoka kibabe sana pale Nyamanoro. Na mtiti wa watu wananifuata, vijana wadogo. Nauliza ni wapi? Unajua ukija ukifuatwa kuna namna unapata raha. Au nyi wampati raha. Wamezunguka kama 3. Brother Goodluck, tunajua wewe tutakuaminia. Anayeaminiwa sasa yaliyomkuta. Saka niamini. Kufika mlangoni, kwanza dada alikuwa amekaa kwenye kitanda, akacheka kwanza. Kianzio advertise akacheka. Ndio huyu mmemleta. Nilianza kulegea hapo. Mkwara kwanza, ndio huyu. Sasa umeshaletwa kwa mbwembwe. Alafu unajua ananifanyia hivi. Ni madharau mengine hayo unajua. Ukileta mchezo anafanya mpaka hivi, ndio huyu. Nashika ile nasema kwa jina Yesu Kristo achia. Wala ashushi. Kuna vitu nitakiwa ukutane navyo upate hasira ukapandishe renki. Nasema kuna vitu nitakiwa ukutane navyo ukapandishe madaraja wewe. Nikamwambia tuimbe. Itikieni. Sasa wameshachemka, hawana hamu, mimi ndo mkombozi. Ninachowaambia wanafanya. Mkombozi mwenyewe ameshatepeta. Damu ya Yesu, haleluya, damu. Alafu linatufanya hivi. Endeleeni. Ani unakata tamaa. Nikakemea. Tukaimba nyimbo. Mungu ni shahidi. Nilitafuta hekima kutoka mle ndani, wale vijana hawakuniona tena. Lakini nilienda na maumivu ya moyo. Niliondoka na maumivu ya nini? Sema Mungu, nimezalilika kiasi hiki. Sasa ngoja nikwambie. Nilizalilika na Yesu akiwa mzima ndani yangu. Sababu sio kwamba alikuwa na kipande cha Yesu. Wangapi mmenielewa? Sio kwamba alikuwa na wapendwa, kuna vitu unaweza ukazalilika na Yesu ni mzima humo ndani. Sio kwamba una kipande. Mwambie mwenzio pandisha daraja hilo, pandisha daraja. Madaraja ulimwengu wa roho yanapanda. Mimi sasa hizi by the grace of God nichukue na pepo dakika 2 natafuta nao nini? Sina kazi za kufanya. Lakini renki. Lakini sikutokea huko. Na napenda kuambia vijana ambao mnatamani utumishi. Sawa? Ukiona yamekushinda leo, usijione muovu, ni renki tu. Unaweza ukaipandisha. Sasa ndicho kilichokuta wanafunzi. Ndio kichwakuta kama cha kwangu. Wanafunzi kemea. Filipo, ongeza sauti, wewe mbona unatutegea? Stefano, mbona wewe ukemei? Yohana mzee upendo anasema msimuumize, naona mshike vizuri. Petro anasema hakuna mpaka jioni. Biblia inasema Yesu akashuka mlimani. Alikuwa ametoka kwenye maombi.
siku nzima. Kwa hiyo hata hakula, kwa amefunga. Yule bwana akamkimbilia akasema, Bwana, mtoto wangu amekuwa na shida 1 2 3. Nimemleta kwa wanafunzi wako muombe, na hawakuweza kumponya. Sio hawakutaka kumponya. Unaweza ukataka ila ukakosa uwezo wa kuweza. Watu wengi wanataka, wachache wana uwezo wa kupata yale wanayotaka. Asema, nikamleta kwa wanafunzi wako. Soma kwa sauti kinachofuata. Wasiweze kumponya. Nafikiri mzee kwa sababu ni mtu mzima aliona hawa kwa kweli nia walikuwa nayo. Kwa hata alivyowashtaki kwa Yesu alikuwa makini na maneno yao. Hakusema kwamba hawakutaka. Aliwaambia hawakuweza. Kutaka walikuwa wanataka. Kanzu zote zimeloana, walikuwa hawataki. Wamepambana asubuhi hadi jioni, walikuwa hawataki. Walikuwa wanataka. But capacity. Sema capacity. Sema capacity. Sema capacity. Daraja lile lilikuwa chini. Bila sema Yesu akawakemea, ambia mimi nitakaa na nyie nini mapungufu ya imani rara, mleteni huku kwangu. Yani chap, Yesu akamaliza ile biashara. Alipomaliza nayo, kumbuka ameshawaambia akaambia nitakaa na ninyi hata lini enyi wenye imani haba. Kwa lugha nyingine alikuwa anaambia changamoto hapa ni level ya imani. Sawa sawa? Sawa sawa. Hebu niweke hapo mtumishi. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini. Anaongea na kina Petro, anawaita ni kizazi kisichoamini. Yaani ungekuwa pasta wako ni pasta Yesu, wengi mngekuwa mmeshaondoka kanisani. Pasta Yesu is not a joke, mama nani. Haugopi kuambia shetani wewe ondoka nenda nyumangu. Wewe nikwambia hivyo unarudi Jumapili unakuja? Kaniambia shetani mbele za watu. Sicheze na pasta Yesu. Shangaga tunasema mimi ni mkali. Yesu dangerous. Asema enyi kizazi kichoamini, anawafokea mbele ya mteja. Sema mbele ya mteja. Na waza zingine nikiwa nalea watu sitaki wanipangie namna kulea. Unajua bana yale mengine niachie mimi, kuna mengine nitasema hadharani. Si ndio agree? Alafu unamezea ndio unakuwa hivyo. Sio kisichoamini tena kilichopotoka. Anamwambia Yohana amepotoka, Petro amepotoka, wote wale wamepotoka. Nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana na nyie hata lini? Nimechoka kuchukuliana na nyie. Sio nyie jamani, nyie mimi sijachoka. Mleteni huku kwangu, pandisha. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu siku ile. Yesu hakutumia hata sekunde. Jamani, najua hakuna aliyefika kwenye kiwango cha Kristo hata mimi. Lakini hebu tuwe na tamanio. Biblia inasema tukue kufikia kiwango cha nini? Cha Kristo. Ndio lengo la mbingu. Lengo la mbingu tufikie kimo. Sema kimo cha Yesu. Sema kimo cha Yesu. Sema kimo cha Yesu. Sio unanipigia simu, baba, kuna mtu amelipuka pepo. Wakati mwana NVC uko pale, wewe unatakiwa uje uniletee ushuhuda. Kisha wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga. Hao wanafunzi kwa nawapenda, wametukanwa hadharani, wameambiwa mambo mazito hadharani, wakavumilia kwa sababu ili ukue lazima uvumilie. Ilifika pembeni akamwambia mzee, tunashukuru. Tunashukuru umetutukana mbele za watu, lakini mbona sisi hatukuweza kumtoa mkuu? Tulikuwa tunataka. Ni kweli umetutukana, lakini ukweli mzee tumejitahidi. Mbona sisi hatukuweza kumtoa? Ile andiko nasema Mungu nisaidie. Unaweza ukataka alafu usiweze. Unaweza ukataka, mama yangu, unaweza ukataka usiweze. Kutaka ni kitu kingine, capacity ni something else.
Everyone in this life anataka kwenda mbele, anataka kufanikiwa, anataka kuinuka, lakini not everyone ana capacity ya kuinuka. Utainuka kulingana na daraja ulilopo. Utainuka kulingana na capacity iliyopo. Ukipandisha daraja, huku ulimwengu wa mwili vitu vinainuka. Kuna vitu ukifundishwa unaweza kwenda kufia kwenye kufunga na kuomba, unajua. Lazima akianani mimi sili mwaka wote huu. Tunajichelewesha. Akawaambiaje 20? Yesu akawaambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Alafu akaambia ukiwa na imani kama hivi hivi ukiambia kiondoke kitaondoka, hakuna kisichowezekana kwenu. Sasa sikiliza. Ona sasa. Aliwaambia hivi, ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa lugha nyingine kwa nataka kuambia hivi, daraja lenu mlokwenda la kiimani na tatizo lilokuja, hilo daraja lisingeza kusolve hilo jambo. Oh, you are getting me. Are you catching me? Asema shida mliokuwa nayo sio kwa sababu mlikuwa mnataka au hamtaki. Shida ni daraja la imani. Sawa? Daraja. Asema ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Si ndio asema hivyo? Upungufu wa imani yenu. Maana kuna kiwango cha imani mngekuwa nacho, mngemtoa huyu pepo. Mngetoa hii shida. Mngesonga mbele kimaisha. Mngepiga hatua fulani kama kiwango fulani cha imani mngekuwa nacho. Asema ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kiwango cha imani mlichokuwa nacho hakikutosheleza kupata muujiza mliokuwa mnautaka. Amen. Ndio maana saa zingine kama kuna vitu unataka kwenye maisha, ukiona havitokei, hebu uwe tuna akili za kibiblia, ujue hapa ni daraja. Kuna level nitakiwa nifike. Ikifika vitu vitafunguka. Ona. Anawapa remedy. Anawapa dawa. Ashawaambia shida yenu ni upungufu wa imani yenu. Alafu anawapa dawa. Mstari 21 asema lakini. Sema lakini. Tuko pamoja? Shida ni nini? Shida ni level, rank, daraja. Ambia mna upungufu wa imani. Sasa mzee anambia sasa ili kutoa tatizo lile, anasema lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Unajua mimi kusema neno kusali nimeathirika kidogo. Wengi wetu tukiambiwa kusali, I don't take it serious. Ila mtafsiri yakuwa na maanisha zaidi. Kusali, salia chakula nini? Si ndio? Mwambie wenzo kwa kufunga na kuomba. Kwa Yesu alichokuwa anaambia hivi, shida ni upungufu wa imani yenu. Okay. How to raise hiyo daraja ni kufunga na kuomba. Sijui kama unanielewa? Kwamba sasa namna kupandisha hilo daraja ni kufunga na kuomba. Kwa hiyo prayer and fasting, kufunga na kuomba. Na anaongelea kule kufunga na kuomba. Sio kufunga na kuomba unakula jojo. Sio kufunga na kuomba unatuma message za WhatsApp. Ni ile kufunga na kuomba ama zako ama zao. Kunapandisha your rank in the spirit. Kunapandisha your rank in the spirit. Ndio maana mtu ambaye ni wa kufunga na kuomba, ni wa kufunga na kuomba, ni wa kufunga na kuomba, rank yake huwa inapanda katika ulimwengu wa roho. Huwa inapanda katika ulimwengu wa roho. Huwa inapanda katika ulimwengu wa roho. Shout amen. Wangapi wanataka kupandisha madaraja yao katika ulimwengu wa roho? Kufunga na kuomba. Sio mimi nilisema, ni Yesu. Hebu soma kutokea kwenye Kiingereza, kwa sababu Kiswahili nasema lakini namna hii haitoki. Kuna kitu cha muhimu mnapoteza. Inasema however this kind. Sema this kind. Sema this kind. Sema this kind. Aina hii ya pepo. Sema this kind. Kuna kinds. Hivyo watu wamenielewa kweli, mbona watabasamu? Kuna vingine nafanya kinakunja mkia. Ni kind. Umekutana na kind hizo.
kutana na this kind, aina hii. Sababu Yesu akwambia aina hii ya tatizo msingeweza kutoa kwa daraja ile mliokuwa nalo. Ndio kitu alichokuwa anawaambia. Sasa Kiswahili unaweza usidake vizuri haraka kutokea Kiingereza ukirudi hivi ndio anza. Maana yake akwambia sikilizeni, aina ya jambo mliokutana nalo lilitaka aina ya daraja fulani. Piga kelele amen. Ndio mwanzo shangaa mtu anakutana jambo fulani, anasema pastor nimepambana. Umepambana kwa daraja lipi? Na ni aina ya jambo gani? Sababu Yesu anasema this aina hii ya jambo lilitaka level fulani. Na hiyo level ni kwa kufunga. Nataka ndani siku 3 pamoja na maombi mengine tutaomba kwa ajili ya mwezi wa 10 na nini. Lakini ndani ya moyo wako msukumo wa maombi yako yawe ni kucharge. Number 1, 2 kuchochea. Number 3 kupandisha daraja. Sema this kind. Aina hii. Maana yake anambia bana aina hii ya changamoto uliokutana nayo. Sababu changamoto zina aina, mapepo yana aina, vikwazo vina aina. Ndio maana anasema this kind. Hawa inawezekana washikemea pepo mahala likatoka. Lakini anaambia this kind. Jambo la mwisho, prayer and fasting. Prayer and fasting increases or intensify angelic activity. Au niweke kwa namna hii. Kufunga na kuomba, yes, hii nzuri. Kunatengeneza hali ya hewa au mazingira ya malaika kufanya kazi. Kufunga na kuomba hutengeneza hali ya hewa au mazingira ya malaika kufanya kazi. Wapendwa, malaika wana mazingira yao ya kufanya kazi. Malaika wana hali ya hewa yao, wana their own atmosphere. Ni mpaka iwepo ndio wanaanza kuoperate. Prayer and fasting intensify angelic activity juu ya mtu. Sema kufunga na kuomba. Hiyo ni point yetu ya mwisho. Sema kufunga na kuomba kunatengeneza mazingira ya malaika kufanya kazi, kukupigania, kupigana upande wako. Kufunga na kuomba. The more you fast. Na watumishi wa Mungu, kufunga na kuongelea ni kule serious, sawa sawa? Sio kule unafunga unafika saa 9 mchana unakazia. Sio. Ni ile na moyo umemimina hapo. Ukiona kipindi hicho ujue kuna hali ya hewa inatengenezwa, afu malaika wanaanza kuwa busy around you. Malaika anaanza kuwa busy kwenye maisha yako. Mnakumbuka habari ya Danieli? Sababu kibibilia kabisa Danieli hakusema anafunga siku 21. Mzee Mwakasege alitufunua vizuri, najua ndo maana ni baba. Hakusema anaenda funga maombi ya siku 21. Yeye alienda akaingia kwenye maombi yake. Lakini anashangaa mzigo wa ukati. Mzigo, si unajua kuna ule mzigo wa maombi. Akasema nitafunga na kesho. Ameenda paka siku 21. Siku ya 21 malaika akaja. Akamwambia, maombi yako yalisikiwa siku ya kwanza. Maombi yako yalisikiwa siku ya, na siku hiyo ya kwanza nilitumwa nije nikuletee majibu. Swali, kama Mungu alisikia siku ya kwanza na akajibu siku ya kwanza, siku 20 zilikuwa zina kazi gani? Huo mzigo ambao Danieli alikuwa anasikia kuendelea kuomba wakati maombi yameshajibiwa, sawa sawa, huo mzigo wa kuendelea kuomba, anasikia tu mzigo wa kuendelea kuomba mpaka siku 21 nini? Kumbe siku 20 hazikuwa tena za majibu, siku 20 za kutengeneza mazingira ya malaika kutenda kazi. Sasa malaika anasema nimeshuka mapema, nimefika kwenye anga, nimezuiliwa na mkuu wa wajemi. Huku chini Danieli asikia msukumo wa kuomba, tukufunga na kuomba. Kumbe kadri anafunga na kuomba, anatengeneza mazingira vizuri zaidi ambapo malaika watayatumia kumpigania. Ndio maana saa zingine pendwa, acha kuwa unaomba au kufunga kwa hiki kwa level ya kindergarten. Level ya kindergarten ni unasema nitafunga siku 3. Lakini unashangaa umefunga siku 3, unasikia mzigo wa kuendelea. Sasa lakini mimi kwa nimesema ni siku 3. Ukisikia mzigo endelea. Sababu inasikana kuna kitu kinahitajika ili kazi iende. Sema amina. Utagundua kwenye Biblia mara nyingi sehemu yenye maombi makali
na kufunga, utaona uwepo na udhihirisho wa malaika. Mnamkumbuka Yesu? Biblia inasema alipokuwa anaelekea msalabani, alipata huzuni. Biblia inasema akaenda akaomba kwa mzigo, akapoteza hamu ya kila kitu. Anaomba masaa kadhaa, anarudi akuta wanafunzi wamelala. Anaendelea kuomba. Biblia lazima tukubaliane, hakula, si ndio? Anaomba. Ni nini kichoshuka? Biblia inasema malaika wa Bwana akashuka akamtia nguvu. Mnamkumbuka Herode alimshika Yakobo kwenye kitabu cha Matendo. Biblia inasema akamkata shingo, akamuua. The apostle Yakobo akakatwa shingo. Biblia inasema Herode alipoona watu wamefurahia, akamkamata na Petro. Biblia inasema Petro alivyokamatwa, kanisa likaomba. Kanisa likajifungia, no chakula, no what. Pastor, unajuaje hawakula? Soma Biblia yako. Wale jamaa waliomba, amen, ni hodi ya mlangoni. Waliposikia hodi. Na Petro sio kwamba alishikwa siku moja. Wote mnaelewa kwamba Petro sio kwamba alishikwa asubuhi akatolewa jioni. Alishikwa siku kadhaa akawekwa, zikakaribia siku za ile siku ya sherehe ambayo atolewe achinjwe. Biblia inasema aliposhikwa kanisa liliomba, wakajifungia kwenye maombi. No kula, no what? Prayer. Biblia inasema malaika kutoka mbinguni akashuka gerezani. My question is, kwa nini akushuka gerezani kipindi cha Yakobo? Kanisa halikuomba. Kipindi cha Yakobo kanisa halikuomba. Malaika walikuwepo. Lakini kanisa halikuomba, malaika wakatulia. Kuanzia leo utapoanza kusukuma maombi mazito ya kufunga na kuomba kuhusu biashara yako, kuhusu familia yako, kuhusu maisha yako, naona dispatch ya angels, naona malaika wanaachiliwa kila kona ya maisha yako katika jina la Yesu. Malaika hakushuka kipindi cha Yakobo, lakini kanisa lilipoomba, Biblia inasema malaika akashuka gerezani akamtoa Petro. Kwa hiyo prayer and fasting, the more you fast and pray, ndivyo ambavyo angelic activity zinaongezeka. Hallelujah. Pendwa, kufunga kuna faida kuliko chakula ulichokiacha. I was just charging you. Usisahau vitu vyote vimeunganishwa katika Kristo Yesu. Vitu vyote vina DNA ya Yesu. Unaweza ukaviamuru katika jina la Yesu na kwa neno yake na vikasikia. Ule ushindi unaotaka una DNA ya Yesu. Nyanyua mikono yako, liadhimishe jina la Bwana. Mando roko poshika taya. Yeka laka pasika ndaka papa. Yeka taka pashika ndaka. Rika po senda rana mando ya. E Bwana. Asante kwa siri hii. Asante kwa ukweli huu. Tunatamani kwenda level nyingine. Tunatamani kwenda madaraja mengine. Tunatamani chaji iongezeke kwenye maisha yetu. Tunatamani karama na viwekezo vyako ndani yetu tuvichochee ili tuweze kuona ushindi wako. Katika jina la Yesu tumeomba, sema amen. Sema Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Nimejua faida ya kufunga na kuomba. Nitafunga, nitaomba. Nitafunga, nitaomba. Kanisa likitangaza mfungo, nitafunga. Lisipotangaza, nitafunga. Kwa sababu kufunga kunanifaidisha zaidi katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Hallelujah. Are you blessed, church? Are you blessed, church? Wangapi imani yao imepanda? Wangapi wamepata tena nguvu? Wangapi wanategemea kuona mambo makubwa mwezi wa 10? Wangapi wako tayari kuomba mpaka kieleweke mwezi wa 10? So shall be in your life in Jesus name. Mungu aliyekuleta mwezi wa 10, huyo Mungu hakuja kukudhalilisha, amekuja kukupa hatua. Na tabiri kwako kwa jina la Yesu Kristo, huu mwezi wa 10 utapiga hatua za maana. Utatanuka kwa jina la Yesu. Utauona wema wa Bwana kwa jina la Yesu. Utaongezeka kwa jina la Yesu. Utaongezeka kiroho, utaongezeka kiafya, utaongezeka kimali, utaongezeka kiuchumi. Maongezeko yatakuwa fungu lako kwa jina la Yesu.
huwezi kuingia ndani ya mwezi kinyonge. Mungu ametupa kuja kufanikiwa. Mungu ametupa kuja kushinda. Mungu ametupa kuja kuongezeka. Na ndivyo itakuwa fungu letu in Jesus name. Amen. Kwa maneno mazuri unaweza ukatoa sadaka kabisa. Shika sadaka yako utoe. Na hiyo sadaka unaoinua, naomba Mungu akaikumbuka, akupe kiu ya kuomba, akupe kiu ya kufunga katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, thank you kwa leo tarehe 1 mwezi wa 10. Tumekuja na sadaka zetu. Ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi huu, lakini ikiwa ni siku yetu ya mfungo, Baba, tunaunganisha sadaka zetu na neno lako tulilosikia na maombi yetu ya siku 3. Mungu, sadaka hizi zikawe ukumbusho mbele zako kwa ajili yetu ya kwamba tunatamani kwenda level zingine katika kila kona maisha yetu. Na tunajua tukipanda level kwenye ulimwengu wa roho, level kwenye ulimwengu wa mwili huwa inainuka yenyewe. Katika jina la Yesu ninabariki kila sadaka ya mtu anakutolea katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tolee Mungu wako sadaka kwa furaha. Tolee Mungu wako sadaka kwa furaha. Wow, vitu vyote vinamsikia Bwana. Vitu vyote vinasikia neno. Vitu vyote vinasikia neno. Kiviambia neno vinasikia. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Mungu awainue, Mungu afanikishe. Natamani nione kila mmoja anainuka na kufanikiwa rohoni na mwilini katika jina la Yesu Kristo. 2025 mwaka wangu funa uamsho. Hakika nenda ukaombe kana kwamba utaomba tena. Nasema nenda ukaombe kana kwamba utaomba tena. Pokea roho ya kuomba kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kufunga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shalalalala. May God bless you in Jesus' name. Amen.